Unajua kazi za nyumbani zikiwa nyingi sana zinaharibu afya ya akili, zinaiteteresha afya ya akili kwa wakati fulani. Kwa hiyo kama mwanamke kutwa nzima afya yake ya akili haiko vizuri, kwa lazima tujue hilo wakati. Afya ya akili kutikisika na kurudi katika hali yake ya kawaida baada ya nyakati. Sasa zile kazi zikiwa nyingi, maana yake anakuwa na hisia nyingi zinatoza nguvu utambuzi wake. Afya yake ya akili inacheza kidogo. Lakini kumbuka pia mpangilio mbaya wa nyumbani, ikiwa kwa mfano wewe baba, nyumba yako hujaitengeneza vizuri, labda pale kwenye sakafu pale sebleni ama nyumba nzima haina sakafu, labda makabati hakuna, au labda vyombo vile hujanunua, labda of course wanawake mara nyingi wananunua vyombo lakini wewe hujasupply pesa, hujatoa pesa, ama wakati mwingine kuna baadhi ya vitu nyumbani hakuna, ama mke mwenyewe hajapangilia vitu vyake vizuri pale nyumbani. Mpangilio mbaya wa nyumba, muonekano mbaya wa nyumba ukidumu kwa muda mrefu unasababisha athari kwenye afya ya akili. Hizo ni ishara katika tiba ya sasa. Sasa mke anaweza kuvurugikiwa tu na afya yake ya akili kwa sekta ya mtu iliyoko pale nyumbani. Kwa tupambane kwa kama nyumba imekaa vizuri, mazingira ya nyumba ni mazuri, mpango wa nyumba ni mzuri, kwa sababu ubongo unapangiliwa. Sasa ukiwa umekaa kwenye mazingira ambayo hajapangiliwa yanaathiri kazi za ubongo. Hata ofisini, uko pale ofisini, ofisi yako iko rafu shakara pale, utaathirika afya yako ya akili. Jikoni, ikiwa jiko limekaa vibaya, vyombo vimevurugika, inawezekana ikawa sababu ya mtikisiko wa afya ya akili. Wadada wanajua kuna wakati unakuwa na mavyombo mengi, wamekuja wageni ama kuna sherehe nyumbani ama sio kuna nini, mavyombo yamejaa pale jikoni, yamejaa. Katika ule wakati mavyombo yako mengi, akili yako haiko sawa. Ama sio kweli dada? Ni mpaka yale mavyombo yaoshe, yakiondoka akili inapumua. Ama sio kweli dada? Ndio nawaambia kwamba wakaka tuna jukumu pia la kutengeneza mazingira mazuri ya jikoni. Kama mimi chako nitakaa hapa, mimi safi nitakaa hapa, hivi na hivi, jiko likae vizuri kwa muundo mzuri. Wakati mwingine unaweza kuona jiko ni chafu kwa sababu ya mkao wa jiko. Sasa kwa jiko tu ilivyo. Wewe mbaba unatengeneza mazingira, yaani kana kwamba unaashumu kwamba mambo ya jikoni ni ya wanawake peke yao tu, mimi sihusiki hata kidogo. Hapana. Unajiwajibu kwa kuhakikisha kwamba jiko limekaa vizuri na halimtishia mwanamke. Umekaa vizuri? Kwa hiyo unaweza kuona kwamba haya ni matatizo ambayo yanakaa nyuma ya makosa ya kina mama. Tazama hapa, wanahitaji msaada sasa. Wanahitaji msaada wa kina mama. Tusiwaache wanahitaji msaada. Mbora wetu sasa ni nani? Sisi wakaka, mbora wetu ni nani? Haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa majibu katika hadithi. Na hii hadithi ya sahaba Ibn Abbas radhiallahu anhu, anasema Mtume Muhammad sallallahu alisema kwamba mbora wenu ni yule ambaye ni mbora kwa wake zake, kwa mke wake ama kwa wake zake ama kwa familia yake. Na mimi ni mbora kwenu kwa wake zangu. Hayo ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani mbora wetu? Tuchunguzane hapa sisi wote. Of course Allah anayejua. Mbora kwetu sisi wanaume tulioko hapa ndani ni yule ambaye ni mbora kwa mke wake. Ndio mbora. Wewe swali sana, afunga sana. Kama kwa mke wako sio mbora, wewe utakuwa na shida. Uchamungu unaanzia nyumbani. Kama ilivyo sadaka inaanzia nyumbani, uchamungu unaanzia nyumbani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anaanzia uchamungu nyumbani. Sio huku tu nje huku. Kuna ambao wengine wakarimu sana wakiwa nje. Labda kwa ofisini huko. Akutana na mdada anamsalimia vizuri. Asalamu alaykum madam nani. Vizuri kabisa. Na kwa mke wake kule sasa anaenda kuongea naye kule. Ni mtihani. Mmeona vizuri? Sasa uchamungu unaanzia nyumbani. Na yeye kwa sasa yeye ni bora kwetu sisi kwa wake zake. Nini maana tafsiri ya maneno? Hiki kifungu hiki hapa. Na mimi ni mbora kwenu, mbora wenu kwa wake zangu. Unajua tafsiri maana ya hii statement hii hapa. Ina maana Mtume sallallahu alikuwa fundi, alikuwa mjuzi, alikuwa mtaalamu, alikuwa mweledi zaidi yetu sisi kuishi na wanawake. Alikuwa fundi wa kuishi na mwanamke. Alikuwa mtaalamu, mweledi, mjuzi.
Unakuwaje bora sasa? Mkaka, unakuwaje bora? Mwanamume unakuwaje bora? Haya, tazama. Tunabainishiwa mambo ndani ya Qur'ani kwa misingi ya tulivyoumbwa. Tulishasema hichi pengine. Kwenda talaka. Allah alikuwa peke yake kwa kuwa anastahili kuabudiwa akaamua kuumba. Hadithi ya Imran bin Husayn al-Imam al-Bukhari, akaanza kuumba arshi yake, kisha akaumba vitu vingine ambavyo viliumbwa kabla, then akaumba mbingu 7 na ardhi. Baada ya hapo akatumba si wanadamu. Baada ya kutumba si wanadamu, nini kilitokea? Si ndio? Akatuumba kwa maumbile maalum ya kumwabudu. Akasema kwenye Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikumuumba majini wala watu isipokuwa waniabudu. Maana yake ni kwamba kuumba, lengo la kuumba ni kumwabudu. Kwa hivyo alituumba kwa viungo na mifumo ya kumwabudu.